Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, endelea kusubscribe, kulike, bila kusahau kushare matukio ya kimataifa. Hii leo tutazitazama siasa za nchini Kenya kwa mwaka 2026. Zitaanzaje bila Raila Odinga? Mwaka 2025 Kenya ilimpoteza mmoja wa watu mashuhuri na jina lake aliitwa Raila Amolo Odinga. Huyu ni mmoja wa wanasiasa waliodumu nchini humo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 80. Raila ambaye alifahamika sana kwa jina la Baba kwa mamilioni ya wafuasi wake, aliaga dunia alipokuwa akipatiwa matibabu nchini India. Kifo chake kiliashiria mwisho wa enzi ya mtu ambaye aliyesimama katikati ya maisha ya siasa ya Kenya kwa zaidi ya miongo takriban 4. Mpigania uhuru, mwanamageuzi na mgombea urais mara 5 ambaye alikaribia kushika wadhifa huo zaidi ya mtu mwingine yeyote nchini humo. Alizaliwa Januari 1945 na makamu wake wa rais wa kwanza wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga. Raila alirithi ujasiri wa baba yake na shauku ya haki. Alijipatia umaarufu katika miaka 1980 kama mkosoaji asiye na woga wa utawala wa chama kimoja cha Raila, Daniel Arap Moi, akivumilia miaka ya kizuizini bila kufunguliwa mashtaka kwa harakati zake. Lakini azma ilizidi kuwa na nguvu zaidi. Kenya ilipokumbatia demokrasia ya vyama vingi mwaka 1991, Raila aliibuka kuwa mmoja wa wabunifu wake wakuu wa sauti kuu ya mageuzi. Safari ya kisiasa ya Raila ilibainishwa na uvumilivu. Aligombea urais mara 5 mnamo mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022, na kila wakati alikosa ushindi, lakini hakuwahi kukata tamaa kabisa. Msimamo wake wa karibu zaidi wa madaraka ulikuwa mwaka 2007, wakati kama mgombea wa Orange Democratic Movement ODM, akiaminika na wengi kuwa mshindi kabla ya matokeo ambayo yalibainishwa kumtangaza Mwai Kibaki kuwa mshindi. Odinga amekuwa mmoja wa watu mashuhuri nchini Kenya na miongo kadhaa, hivyo basi athari za kifo chake itaonekana katika ulingo wa kisiasa, hususan katika upinzani. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza kufanyika nchini Kenya kufuatia kifo cha Raila Odinga. Kwanza kabisa, Kenya itaendelea kufanya kazi kama taifa, lakini hali ya kisiasa itabadilika. Raila mara nyingi amekuwa kiongozi mkuu wa upinzani, hivyo basi kutokuwepo kwake kutatoa fursa kwa viongozi wapya, hasa wanasiasa wale wachanga, kuinuka na hata kuendeleza upya siasa za upinzani. Kutokuwepo kwake kutazua pengo kubwa la kisiasa ambalo viongozi wengi watahangaika kulijaza. Ruto alikuwa akitegemea kuungwa mkono na Raila Odinga ili kushinda uchaguzi wa mwaka 2027. Sasa italazimika kufanya kwa bidii zaidi ili kuweka pamoja muungano utakaoshinda. Wakati huo viongozi hao ambao waliungana kumzunguka Odinga, ikiwa ni pamoja na wale waliomtegemea kwa nyadhifa zao, watahitaji kuamua ni jinsi gani wanaweza kuhamasishana kwa ufanisi zaidi akiwa hayupo. Wanapofanya hivyo, viongozi wote watakuwa wanafanya kazi katika kivuli chake, na katika hali ambayo watu na jamii zilizotengwa nchini humo zitahisi kutowakilishwa na wale walio mamlakani. Raila amekuwa mtu anayeunganisha mavuguvugu mengi ya upinzani. Bila yeye, vyama vya upinzani vinaweza kuhangaika sana kudumisha umoja wao. Muungano mpya au viongozi wanaweza kuibuka, siasa zinaweza kuwa na ushindani mkali ndani ya upinzani. Baada ya muda, hii inaweza kuwa nzuri zaidi kwa demokrasia ikiwa itajenga taasisi imara badala ya siasa za kibinafsi tu. Uwepo wa Raila kwa muda mrefu mara nyingi umefanya uchaguzi kuhisi kama kura za maoni juu yake binafsi. Bila hiyo, siasa sasa zinaweza hatua kwa hatua kuwa msingi wa masuala ya wapiga kura, ambapo wanaweza kuzingatia zaidi sera, utawala na hata utendaji badala ya ushindani wa kihistoria wa siasa. Kwa Wakenya wengi, Raila anawakilisha upinzani, mageuzi na hata mapambano. Kutokuwepo kwake kunasababisha hali mbaya ya kihisia, hasa kwa wafuasi wanayemuona kama ishara ya demokrasia na haki. Kwa ujumla, Kenya haitasambaratika bila Raila Odinga, lakini itaingia katika awamu ya mpito
Nchi itahama kutoka enzi iliyotawaliwa na watu wachache wa kihistoria zaidi hadi wakati ambapo viongozi wapya, mawazo na hata mtindo wa kisiasa hutengeneza siku zijazo. Mwaka 2026 ukiwa umeanza, ndugu yake Raila ambaye kwa sasa ndiye kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, Oburu Oginga, ametangaza wazi kwamba atakuwa mgombea wa urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 endapo ODM itaamua kugombea pekee bila kuingia muungano wa vyama vingine. Mwaka 2026 bila Odinga na mwaka 2027 na Odinga mwingine, Kenya itaamua nini?